Rais wa Jamhuri ya Kenya, wewe leo ndio umepatia vijana pesa kupitia Sakaja na ukaambia DIG I withdraw security, na nia yao haikuwa kuharibu madhabahu. Walikuwa wametuma paka tuko na watu ambao wako na bunduki, walikuwa wametuma waje paka hapa wamtoe Rigathi Gachagua akiwa madhabahu, ati wambebe juu na juu. Sisi tungependa kuambia hao vijana kwamba ni sawa. You have intimidated Rigathi enough times. Mulimtoa kwa kiti yake akanyamaza. Akaenda nyumbani, mkamfuata nyumbani. Mkachukua askari wake. Mkaenda kwa familia yake. Akienda matanga, mnampiga kule. Ameamua kunyamaza, ameamua kufanya mambo yake. Leo amekuja kuomba Mwenyezi Mungu, tena mnamfuata. That is inhuman of you, Mr. President. Mimi nakuomba rais, kumbuka mahali ulitoka na huyu Rigathi Gachagua. Watu uko sana, watu tofautiana kimawazo, lakini usiwe na hiyo roho ya kutaka kumaliza mwenzako mpaka kaburini. But we want to assure you, our deputy president, that tuko na wewe. Na wewe unadhania ati wewe uko tu na watu wa mlima peke yake. Hata sisi kutoka kule mkoa wa Magharibi tuko na wewe, Rigathi Gachagua. And I want to assure you of my personal support and my community support. Nitatembea na wewe sababu wewe ni mtu wa kusema ukweli. Wewe ni mtu wa kusema ukweli. Uliambia rais kwamba hii Kenya inaharibika, hakusikia. Sasa hivi anaona yeye mwenyewe. So I want to assure you of my support. Na mwisho kabisa, ukikuja kanisa paka ukuje na prayer request. Hawezi huyu Gakuya hawezi kanisa useme mpaka ukuje uombe kitu wa kuombea. Mimi leo niko na prayer request. Na ningependa mchungaji tafadhali kifunga misa munisaidie kwa hii prayer request. Kwanza ningependa muombe familia ya hayati mzee Jomo Kenyatta ambaye alikuwa rais wetu, alitusaidia kunyakua ukombozi kutoka nchi yetu. Wa pili, ningependa uombe mzee rais wetu wa pili, mzee Daniel Arap Moi, ambaye alikumbukwa kwa kupatia watu maziwa na watoto maziwa ya Nyayo. Tukakumbuka, akatusaidia, akatuletea msingi na amani ambayo ilikuwa Kenya yetu. Ya tatu, ningependa uombe familia ya immediate former president wetu Uhuru Kenyatta. Nataka umuombe sababu wakati wake Mheshimiwa Mwai Kibaki, Mheshimiwa Mwai Kibaki wakati wake alileta free primary education. Tunamkumbuka Mheshimiwa Mwai Kibaki, hii Thika super highway yeye ndio alileta. Tunamkumbuka Mheshimiwa Mwai Kibaki kwa kustabilize economy yetu. Mwishowe tungependa uombe Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wakati wake tumeona Nairobi super highway, tumeona SGR, tumeona Mau Mau roads. Lakini sasa huyu Kasongo tutamkumbuka kwa nini? Huyu tutamkumbuka kwa nini? Iko barabara ameunda kweli? Kila rais ako na legacy yake. We want to challenge William Ruto. This is your third year in power. Wewe unafanya nini? Kazi yako ni kuenda ku launch bed sitters. Sasa rais mzima ati unaenda ku launch bed sitter, unapiga picha na mtoto kwa nyumba. So mimi ningependa kuomba tafadhali utuombee.